mambo vipi mtazamaji bwana, leo tumepata nafasi ya kupiga story na moja kati ya waigizaji nguli kabisa hawa bwana. Ndo kwanza tumeanza kuwatazama kwenye tamthilia ya Dunia, lakini kuna namna tunaona mabadiliko ambayo hatukuwahi kuyaona hapo mwanzo. Niko naye hapa, tutapata nafasi ya kumfahamu, tutapata nafasi ya kumjua vizuri, lakini pia kuna namna kiatu kimekuwa kiatu jamani. Sijajua kiatu gani alichokizungumzia, ila niko naye hapa mzee wa kiatu, tutazungumza naye vizuri. Mimi naitwa Laini, niseme tu karami mwanzo mpaka mwisho. Brother, habari yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui. Poa kabisa. Mimi niko poa. Harakati za maisha sasa. Mungu anasaidia dada. Tuseme sisi ni mara yetu ya kwanza kuonana, tukufahamu vizuri. Jina lako halisi, tukiachana na lile ambalo tunalifahamu kupitia uigizaji. Jina lako halisi, mwenyewe jua wapi, lakini pia tupate ka historia kako kafupi tu ili tukufahamu vizuri. Mimi jina langu halisi naitwa Rashidi Mbwana, ni mkazi wa Morogoro. Nimetokea Morogoro. Ila kwa sasa hivi nipo hapa Dar es Salaam, naishi Temeke. Nipo naishi Temeke. Kwa hiyo kikazi naweza nikasema ndo nipo hapa na baba Asma. Sawa. Tuifahamu safari yako ya sanaa ilianzia wapi rasmi? Safari yangu rasmi ilianza mwaka 2000. Nikiwa hapa Dar es Salaam. Wengine ndo tunazaliwa. Mwaka 2000 ndo ilianza safari yangu rasmi. Nilipambana huko, nilifanya za kufanya, umeona, ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Safari yangu ya kwanza kabisa kuonekana, kuna kijana nilikuwa naye ambaye anaitwa Chandimu. Nilifanya movie moja ambayo ilikuwa inaitwa Soka. Umeona, nikaja nikafanya movie nyingine inaitwa Skonga. Umeona, mwisho wa siku mpaka sasa hivi nipo kwenye Dunia chini ya baba Asma. Kuna wengine tumekuona kwa baba Asma, tuseme kama baba Asma katengeneza picha ya wewe kujulikana zaidi. Tupate kufahamu ilikuwaje, umekutana vipi na baba Asma, what happening kwa Chandimu, umeondoka vipi, nini kilitokea? Kwa Chandimu sijaondoka vibaya. Na hakukuwa na mkataba mimi na yeye. Bali sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa jumuiya, yani kwa pamoja. Tunashirikiana kwa sababu Chandimu, ukiacha swala la bosi wangu, pia ni mwanangu. Ni mwanangu, naweza nikasema ni mjomba wangu Chandimu. Kwa hiyo kwa upande wa baba Asma naweza nikasema mimi na yeye kuna mtu ambaye anaitwa Manyanya. Manyanya ni mtu ambaye tokea ambaye uko nyuma tulikuwa pamoja katika kazi zetu za sanaa, na yeye ndo alionishika mkono kunileta kwa baba Asma. Kwa hiyo mara ya kwanza aliponipigia simu, bwana kuna dili vipi, tunaweza tukasaini mkataba, nikamwambia sawa, inawezekana. Muona, mwisho wa siku kweli nikafika, nikakutana na baba Asma pamoja na Manyanya, nikasainishwa mkataba mpaka sasa hivi ni msanii wa baba Asma. Kuna namna ulivyoanza mara ya kwanza, mi by the way sikuelewa, nikasema baba Asma akatuletea nani, mbona sijamuelewa huyu jamaa, yuko mpole sana. Yani kuna namna unajua ukiwa na jicho la kutazama watu ambao umewazoea, ukiletewa sura mpya unaanza kusema huyu hamna kitu, unajua hiyo pale ambapo hujampa nafasi ya kumtazama. Comment za mashabiki unazionaje kwa wakati huu, kwa sababu tayari tumeshakupa jicho letu, tumekutazama kwa muda mrefu na tumejua ndani una nini? Comment zao unazionaje kwa upande wako? Kiukweli kila kitu kwanza kina ugumu wake. Alafu pia ukiwa msanii unahitaji kuwa mvumilivu. Umeona, mara ya kwanza kweli mimi mwenyewe kuna kipindi comment zilikuwa zinanishusha sana. Nikawa nahisi hichi ninachokifanya kweli ipo siku na mimi watu nitafika pale ambapo mimi watu watanijua. Umeona, ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Nilijaribu kukaa na Mungu, kumuomba pia na kuongeza bidii katika kazi zangu. Umeona, na pia nawashukuru pia wenzangu ambao kuu yangu na wafanya nao kazi. Umeona, wakawa wananipa moyo, wananiambia usijali tena, kama ikiwezekana usipitie comment. Umeona, wewe fanya kazi. Mpaka sasa hivi hapa nilipofikia comment zinaonekana na mimi nafurahia. Nashukuru Mungu. Sawa. Kuna baadhi ya watu wanasema umechukua nafasi ya Kavumba. Kavumba tumekuingiza wewe kwa sababu Kavumba alikuwa anapiga kama za kwako, mpole, sio muongeaji, lakini alikuwa na vitu vyake vya hovyo anavifanya. Hayo ni maono ya watu. Mtu anachokifikiria uwezi wewe kumkataza. Ila mimi na Kavumba ni vitu viwili tofauti. Kavumba atabaki kuwa Kavumba na mimi nitabaki kuwa kama mimi. Kwa sababu mimi kwenye nafasi yangu hata kama ukiangalia, yani ipo tofauti na Kavumba.
Umeona? Ila naweza nikasema mtu ambaye huwezi kumtoa kwenye maono yake yeye ambaye anapofikiria. Kwa hiyo pia sio mbaya kwa sababu Kavumba sio mtu mbaya, naweza nikasema Kavumba naye ni msanii kama mimi. Kwa hiyo pia nikiwa nafananishwa naye ni jambo la kushukuru Mungu. Yeah. Mimi nataka tufahamu kitu kimoja. For the first time unapewa nafasi sasa, unaambia bwana wewe hii season 2 ya Dunia inayotoka utakuwepo ndani yake. To your side ilikuwaje? Kwa sababu ilikuwaje kwa upande wako? Hebu tuambie kidogo. Mara ya kwanza kabisa nilipigiwa simu, nilisema na manyanya nikiwa nipo nyumbani. Akaniambia bwana Blaza, unatakiwa ufike. Nifike wapi? Unatakiwa ufike ofisini huku ili tuje tufanye jambo. Kidogo ikawa mashakani, unajua kwa sababu Dunia, ukizungumzia Dunia unaizungumzia movie kubwa kwa sasa hivi. Yaani na maana kama ukiwa unashuti kwenye Dunia ni mtu ambaye wewe mwenyewe, yani hata kama ukiambia bwana njoo kwenye Dunia, kuna kitu ambacho kinakuja ile, unajua hapa siwezi kuikosa hii nafasi. Na kweli yani hata siku ambayo unapigiwa simu nilikuwa na harakati zangu zingine, kwa sababu mimi tukiachana na masuala ya sanaa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo nikaamua nisimamishe sana mambo yangu yote. Nikaja. Nilipokuja siku ambayo naambiwa bwana leo ndo una play una shoot scene. Nilipokea vizuri, unajua ile. Yani nilipokea moyo wangu nikasema asante Mungu. Najua Mungu unaenda kunionyesha njia nyingine ambayo kwangu ndoto zangu ambazo kila siku nilikuwa nafanyaje naziota. Kwa hiyo nilifurahi sana kiukweli. Nilifurahi. Okay. Yeah. Sawa. Kuna namna wakati tunaanza pale episode zetu zile za mwanzoni watu walikuwa wanakuona mwanaume fulani hivi ambaye kiundani kabisa huwezi kutimiza matakwa yako kama mwanaume. Asijai kwa zinakukata zile comment. Watu wanasema jamaa utapigiwa nje, shauri yako. Mimi kwenye hilo kwanza nimpongeze Baba Asma. Okay. Nimpongeze Baba Asma. Baba Asma mimi naweza nikasema ni mtu mmoja ambaye kama ingekuwepo, naweza nikasema kama ingekuwa Sobi na Adam tungesema kama si Allen wa viumbe vya ajabu. Kwa sababu vitu ambavyo anavyovifanya kwa mtu wa kawaida kwa haraka hauwezi kufanya. Umeona? Kwa sababu hata mwanzo kipindi ambacho ananitengenezea sini zangu na mimi nikasema kweli itawezekana. Umeona? Afu baadaye alipokuja kuniweka ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo nimpongeze tu Baba Asma, nimpongeze uongoza yeye ndo kanifanya mimi kuwa hivi. Okay. Zile sini za kitandani hazijalitaka shida kwa mkeo na nini? Na tu ukweli. Hivyo vitu vinaumiza hivyo. Kuna namna unaweza kujiuliza, hello, this man anaigiza na mwanamke kitandani. What happened? Hazijaleta shida. Namshukuru Mungu, mke wangu naye ni msanii kama mimi. Oh wow. Yeah. Nani anajua kuliteza Zakalumba au ndo yule? Yule tunaigiza naye. Hiyo no comment. Kwa sauti ya Sudi Brown, subiri kwanza tu kweli. Subiri nikwambie. Mimi ninakaba. Unaweza kanongoneza nisiweke hata maji. Sitasema. Hiyo no comment. Ni mweupe. Twende kwenye vigezo. Mweupe mweusi. Mke wangu mimi ni mweupe. Okay. Yeah. Mrefu mfupi? Mke wangu ni mrefu. Okay. Ana macho makubwa, madogo, membamba, manene. Ana macho ya aina gani? Uko unaponipeleka. Mpole, mstaarabu ama ni chafujo kama mimi? Mke wangu mimi ni mpole sana. Sio mwongeaji. Sio mwongeaji. Anatumia iPhone 16. Sasa 17. Sasa wewe unaozungumza. Sisi tunazungumzia aina simu, tunazungumzia mke anatumia simu gani? Mke wangu mimi anatumia iPhone 13. 13? Yeah. Sawa. Anaigiza kwa Baba Asma au sio kwa Baba Asma? Hapana, sio kwa Baba Asma. Lakini tulikuwa tunasema pale mnaendana, kuna namna fulani hivi. Sikikutazama wewe na Hawa. Haya ni mahaba. Bwana mimi kama ndugu wa Hawa nimepitishaga lile penzi. Ama nyinyi mnasemaje ndugu wa Hawa huko nyuma? Wote tumepitisha.
Nilikubali ile ndoa idumu bwana. Sasa mimi ni Muislamu pia na naweza nikasema naweza kuoa mwanamke zaidi ya mwanamke niliyokuwa naye. Ila katika safari ya ndoa ni safari ngumu. Ni safari ngumu sana. Sio safari ya kukurupuka tu. Ni safari ya kujipanga, na ndio maana hata dini yetu inasema ili uoe wanne unatakiwa ujiwezi. So kwamba unaoa wanawake wanne au wawili au watatu afu wewe mwenyewe ujiwezi, ni kitu ambacho unakosea. Kwa hiyo kwenye swala hilo siwezi kuzungumzia sana kwa sababu lipo nje ya uwezo wangu. Ile tukimtazama Hawa na vigezo. Hawa ni mwanamke mzuri. Vigezo vyetu sasa vya kuweza kuwa mke. Mimi nitakuwa undugu upande wa mume, anaweza kawa wifi yangu. Yaani najitoa kwenye upande wa Hawa, anaweza kawa wifi yangu. Hawa ni mwanamke, ila naweza nikasema mumewe ndo anafahamu. Umeona? Mumewe ndo anafanyaje? Anafahamu. Ila kwa kupitia mimi ninapofanya naye kazi, umeona, kwa macho yangu naweza nikasema Hawa ni mwanamke ambaye anastahili kuwa mke. Ana vigezo vyote. Umeona? Ila siwezi kuliingilia hilo sana kama nilivyosema. Hivi kiatu kilishawahi kukupoa hata huko zamani au ni sasa hivi tu ndio kimetokeaga bahati mbaya huko kwenye Mungu? Ilishawahi kukukuta hiyo nje ya nini? Haya ni maisha ambayo wenyewe wanasema, kwa mimi nilipofikia umri wangu nimekutana na mengi sana. Nimekutana na mengi. Unajua namna kama kukutana navyo. Unajua kabisa hapa kuna mwamba kapita, lakini acha nitulie. Acha nitulie, maisha mengine yafanyeje? Yaendelee. Kwa sababu ukishaumbwa mwanaume unatakiwa kwanza uumbwe na kaba. Umeona? Kila unachokisikia au unachokiona unatakiwa kwanza ukipe muda na ukipe uvumilivu ndani yake, alafu baadaye ndio ukichukulie majukumu, maamuzi. Umeona? Sasa asilimia kubwa ya sisi wanaume wengi wakati tunafanya vitu kwa kupaprisha, wenyewe wanasema si kwa nini, kwa msukumo. Wengi mnafanya vitu kwa kusukuma. Hafanyi kwa kufikiria kama inavyohitajika. Sawa. Mimi natamani tufahamu kitu kimoja kutokea kwako. Ulishawahi kumfumania mkeo ama mtu ambao uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano na mwanaume mwingine like the way ilivyotokea kwa Hawa ndani ya dunia? Kabla ya kuwa na mke wangu ambaye niliyokuwepo naye sasa hivi, nilishigi na mwanamke ila hakuwa mke wangu. Niliishi naye kwa muda mrefu kama kwenye miaka 11. Umeona? Yaani wenyewe wanasema kiserikali tayari ni mke wangu. Na hapo mali mnagawana hata kama kuna majumba 10. What happened? Hilo kiukweli hicho ndo kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu. Na pia ndio mwanamke ambaye naweza nikasema nilimpendaga sana katika maisha yangu. Hata mkeo unampenda ndio maana umemuoa. Tuachane na huyo mpuzi. Nini kilitokea? Tupe story kidogo. Sio tukafanya ukaachana na huyo mkeo baada ya kusema ulimpenda sana mtu mwingine. Ilitokea nini mpaka mkaachana? Yaani nilimfumania. Nilimfumania ni ndani kwangu, kwenye chumba changu, kitanda cha kwangu, shuka langu, kila kitu cha kwangu. Yaani kwenye nyumba ambayo mnaishi? Sijaelewa. Au mimi kitu changu ni kizito. Kuna namna yani umemfumania na mwanaume mwingine kwenye nyumba yako, wako kitandani. Unajua kwenye hizi kazi zetu za sanaa hizi, kuna kipindi kama hivi mimi nimekuja huku, unaweza kama sina mke, ila inaweza kama mke wangu akajua mimi leo sirudi nyumbani. Kwa hiyo ndio ilitokea hivyo. Mimi nilisafiri nenda zangu Mkulanga kwenye masuala yangu ya kazi za sanaa, ila tulipofika kule Mkulanga kuna mlolongo kidogo ulitokea. Kwa hiyo nika request, nikaamua kufanyaje? Kurudi nyumbani. Nirudi mida kama saa 8 hivi usiku. Nilirudi usiku. Mimi naona tuachane na hii story. Ikatokea. Alikuwa ni huyo mwanaume ni mtu ambaye unafahamiana naye? Hapana. Haumjui? Simjui. Ile ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona? Ndio mara yangu ya kwanza, kwa sababu yule mwanaume alikuwa anakaa Magomeni, ila ili tukio lilikuwa limetokea Tandika.
Umeona? Kwa hiyo alipokuja pale, hata mwanaume yeye ndo alionifungulia mlango, kwa sababu mwanamke akawa ameshindwa sasa kufungua mlango. Umeona? Ilibidi nizungumze na mwanaume mwenzangu kwa kutumia ujasiri wangu, nikamwambia ndugu yangu, mimi ninachokuomba wewe fungua mlango, mimi najua umeletwa. Na kweli na yeye kabla hajafungua akaniambia blaza, mimi nimeletwa na nimefika hapa, nimeambiwa kwamba yeye anaishi peke yake. Kweli baada ya kuingia ndani ndo mara yangu ya kwanza pia na wenyewe wanasema kufumania, na ndo mara ya mwisho. Yeah. Haijawahi kutokea. Haijawahi kunitokea. That's good. Ilikuwaje? Experience gani ulipitia hiyo wakati huo? Namshukuru Mwenyezi Mungu, sanaa ilinisaidia. Sanaa ilinisaidia. Kwa nini sanaa ilinisaidia? Muda ule moyo wangu ulikopo unanishauri vitu vingi sana nifanye. Piga fua. Kuza mwanamke. Ila baadaye nikajaribu kuvuta sanaa yangu. Nikasema hebu niangalie ile tukio kama ndo linatokea kwenye sanaa. Umeona inakuaje? Ina maana ile jambo linakuwa linafanyaje? Linaisha. Ni kweli nikajaribu kuvumilia, mwisho wa siku nilimruhusu tu yule jamaa aondoke. Umeona? Akaondoka, ila unajua tena mwanamke akishatokea tukio hilo hawezi kubaki. Na yeye pia akatoka akaenda kulala kwa rafiki yake nyumba ya pili. Umeona? Asubuhi akaondoka moja kwa moja, yani akurudi tena pale, akaenda kwa dada yake. Umeona? Kwa hiyo sikutaka kufuatilizia sana, baadaye tu nilimpigia simu nikamwambia mawili, utachagua kama kurudi au kuchukua vitu vyako kuondoka. Akaamua kuondoka mazima. Alikuja akachukua vitu vyake akaondoka. Hata sisi hatumtaki bwana, tulokuwa naye anatutosha. Hatuna haja na wewe. Lakini sasa hivi baada ya kuwa star sasa kuonekana, kuna namna anakusumbua, kukutafuta, kukupa pongezi? Hapana, hajawahi kunitafuta, nisiongope. Okay. Kwa nini hajawahi kunitafuta? Yeye ni mke wa mtu sasa hivi. Ni mke wa mtu, ameolewa. Umeona? Na anaishi na mume wake na wana watoto. Kwa hiyo hata mimi sikuwahi kumtafuta tokea kipindi kile. Unajua mtu ili akutafute na wewe inawezekana labda kuna vitu. Kwa hiyo kile kitu mimi kawa kimeniweka hapa, kwa sababu kitu ambacho nilichokuwa nimefikiria nikasema huyu ni adui. Kwa sababu ujue mtu ambaye una uwezo akafanya jambo alafu wewe ukamfanyia vitu viwili, kumuua au kukupeleka yeye jela. Umeona? Ni mtu mbaya kwako, inabidi uepukane naye. Kwa hiyo nilijitahidi kufanya hicho kitu. Tuambie neno mashabiki zako, unawaambia nini? Mimi kwanza niwaambie mashabiki zangu nawapenda sana, ila pia ninachowaomba kwao wasinikatie tamaa. Kila kitu kinawezekana jamani. Wenyewe wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo kipindi ambacho nguvu zao wao wanavyotusupport sisi, na sisi tunazidi kupata nguvu kufanya vitu vizuri. Kwa hiyo waendelee kutusupport, umeona, na sisi tutafanya vitu vizuri zaidi. Sawa. Mimi niseme asante sana. Asante naye.